kama ningekuuliza unafikiri kwa nini filamu hii iliitwa 127 Hours, wengi wangesema ni kwa sababu ilimsimulia mtu aliyekwama kwa saa 127. Lakini ukweli ni kwamba hilo ni jibu la juujuu tu. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo hatuangalii filamu tu. Hapa tunafungua siri, ishara, mafumbo na maana zote zilizojificha kwenye filamu. Leo hatufungui simulizi ya filamu hii, ila tunafungua sababu iliyofanya waandishi wachague jina hili. Yaani kwa nini filamu hii iitwe 127 Hours na si jina jingine. So kama unapenda siri, ishara, mafumbo na ujumbe uliojificha kwenye filamu, bonyeza subscribe na uwashe kengele, kwa sababu leo tunafungua jalada la filamu inayoitwa 127 Hours. Lakini kabla hatujaingia ndani zaidi, umewahi kujiuliza kwa nini filamu hii haikuitwa The Rock? Kwa nini filamu hii haikuitwa Survival? Kwa nini haikuitwa Canyon? So kwa nini waliamua kuitaja kwa namba tu 127 Hours? Kwa nini? So jibu ni kwamba namba hii si mapambo ya posta, ni ushahidi. Ni kumbukumbu ya muda ambao ulimbadilisha binadamu milele. Takribani siku 5 na saa kadhaa ambazo kila dakika ilikuwa vita kati ya hofu na matumaini, maumivu na uamuzi, kukata tamaa na kuendelea kuishi. Na hapo ndipo filamu hii inatufundisha jambo ambalo wengi walikosa kulifahamu, ambao wameshaitazama filamu hii. Ni kwamba maisha yako hayawezi kubadilishwa kwa miaka mingi peke yake. Wakati mwingine yanabadilishwa na saa chache ambazo zinakulazimisha kufanya uamuzi mmoja usio na njia ya kurudi nyuma. Jina halikuwa siri peke yake. Waandishi walikuwa wameficha ujumbe mwingine ndani ya mhusika mkuu mwenyewe, ambaye anaitwa Aaron Ralston. Hakuandikwa tu kama shujaa wa kawaida kwenye simulizi hii, aliandikwa kama mfano wa binadamu wa leo. Yaani binadamu mwenye uwezo, mwenye maarifa, mwenye uzoefu, lakini pia mwenye kuamini kwamba anaweza kufanya kila kitu peke yake. Yaani hiyo ndo tafsiri halisi ya binadamu kama Aaron Ralston. Hawakutaka tumuone kama mpandaji wa milima tu au yale makorongo. Walitaka tujione sisi wenyewe, yaani sisi kama binadamu. Kwa sababu mara nyingi tunafikiri hatuhitaji ushauri, hatuhitaji mtu, hatuhitaji kumjulisha yoyote tunapoenda, mpaka maisha yanapotukumbusha kuwa nguvu pekee hazitoshi. Na hapo ndipo linaingia jiwe. Lakini jiwe haliingii tu kama adui. Yaani jiwe halikuwa adui. Jiwe halikuwa portrayed kwenye filamu hii kama adui. Jiwe lilikuwa ni hukumu ya maamuzi yaliyotangulia. Ni ishara kwamba mara nyingi kinachotufunga sisi kama binadamu si mazingira, bali ni maamuzi tuliyofanya kabla ya matatizo kuanza. Wengine wamefungwa na madeni, wengine wamefungwa na kiburi, wengine wamefungwa na hasira, na wengine wamefungwa na hofu. Jiwe lililomkandamiza Aaron ni mfano wa mizigo ambayo kila mmoja wetu hubeba katika maisha yake. Lakini bado waandishi walikuwa hawajafungua fumbo kubwa kuliko hilo. Kwa nini walichagua korongo? Kwa nini si mlima wazi? Kwa nini si msitu? Kwa nini si jangwa? Kwa sababu korongo lina maana kubwa kuliko sehemu yenyewe. Korongo ni ishara ya upweke. Ni sehemu ambayo sauti yako inaweza kupotea bila kusikika. Ni sehemu ambayo hakuna anayekuja kukuokoa kwa urahisi. Na huo ndio ukweli wa maisha. Kuna vitu ambavyo watu hawawezi kukupigania. Kuna maamuzi ambayo hakuna mtu anaweza kukufanyia. Na kuna nyakati ambazo unakutana na nafsi yako peke yake. Kadri muda ulivyopita, Aaron alianza kupoteza maji kama unavyoona. Lakini filamu haikuwa inazungumzia kiu ya mwili pekee. Maji yanawakilisha uhai, matumaini, nguvu. Na kila binadamu anapopitia kipindi kigumu, kuna kitu ndani yake huanza kukauka polepole. Ndio maana akili ilianza kumrudisha kwa familia, kwa marafiki, kumbukumbu. Kwa sababu mwisho wa yote binadamu hugundua kwamba mali si muhimu kuliko watu. Na hapo ndipo wengi huiona sehemu ya kukata mkono kama ukatili. Lakini waandishi walikuwa wanauliza swali tofauti sana. Unaweza kuacha nini ili maisha yako yaendelee? Kwa Aaron ilikuwa ni mkono. Kwa mwingine inaweza kuwa kiburi, lakini kwa mwingine pia inaweza kuwa uraibu, lakini bado kwa mwingine inaweza kuwa mahusiano yanayomrudisha nyuma. Wakati mwingine kuendelea mbele kuna gharama kubwa sana, na gharama hiyo ndio inayotufanya tubadilike. Ndipo maana halisi ya 127 Hours inaingia sasa na kujitokeza. Maana halisi ya hilo jina la movie hii 127 Hours. So ilikuwa filamu kuhusu binadamu aliyegundua thamani ya maisha pale alipokaribia kupoteza. Kama mlivyoona, Aaron amejikata mkono kwa sababu alikaribia kupoteza maisha. So maamuzi ambayo alitakiwa kuyachukua ni kukata mkono
ili aendelee kuishi. Na huo ndio ujumbe ambao wengi waliukosa kwenye filamu hii. Tunathamini muda baada ya kupoteza na tunathamini afya baada ya kuugua, lakini bado tunathamini familia zetu baada ya kutengana nazo, na tunathamini maisha baada ya kukaribia kuyaacha. So mwisho wa safari, Aaron hakutoka tu kwenye korongo, alitoka akiwa mtu mwingine, na huo ndio ushindi mkubwa. Si kutoka kwenye lile jiwe lililokuwa limembana, bali kutoka ukiwa umebadilika. Na hapo ndipo tunafunga jalada la leo la filamu iliyokuwa inaitwa 127 Hours. Kama kuna jambo moja ambalo 127 Hours inatufundisha, ni kwamba maamuzi madogo yanaweza kubadilisha maisha makubwa, na kila dakika unayopewa leo ni zawadi ambayo usiichukulie kawaida. Kama umefurahia uchambuzi huu, andika kwenye comment hapo chini filamu ambayo ungependa tufungue jalada lake kwenye episode inayofuata. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo hatuangalii filamu, tunafungua maana zake, kwa sababu kila filamu ina simulizi bwana, lakini si kila mtu anaona maana iliyojificha ndani yake. Asante na karibu.